Unaposoma vyanzo vya Kiislamu kwa mfano Qur'ani, hadithi au maandiko ya wanazuoni wakubwa wa Kiislamu, kunapozungumzwa swala la viumbe vya rohoni katika Uislamu, unaona kwamba viumbe hivi vya kiroho katika Uislamu vinagawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale malaika wema, yani hawa malaika wao ambao wako peponi, na kwa mujibu wa Uislamu hawa malaika hawana utashi, kwamba hawana uwezo wa kukataa amri yote kutoka kwa Mungu au hawana utashi. Kundi la pili linazungumzwa ni kundi la majini. Sasa majini ni viumbe ambavyo kwa mujibu wa Uislamu vinaelezwa vinafanana kwa kiasi kikubwa na wanadamu, kwamba majini wanaweza kuoa, wanaweza kuzaliana, wanaweza kuwa waongofu au wanaweza kuwa wapotovu, na wanaishi kama wanadamu, japo wao hawana miili kama wanadamu, wanaishi katika maisha ya kiroho kwa sababu ni viumbe vya kiroho, na kwamba hawa majini wao wanaweza kuamini katika Mungu au wakamuasi Mungu. Ni namna ambao kwa kiasi kikubwa sana wanafanana kama wanadamu, wanafanya biashara wa majini na mambo kama hayo. Kundi la tatu ambalo katika viumbe vya kiroho katika Uislamu vinazungumziwa ni shetani. Sasa kuna mkanganyiko kidogo. Kwa mfano, shetani inaaminika huyu au hawa viumbe vinafahamika kama shetani, wao walikuwa kwanza majini, lakini wanapokuja kuasi ndio wanakuja kuwa shetani. Sasa leo hii tutazungumza jambo moja tu kuhusu majini ni viumbe vya aina gani. Tunataka kuangalia hawa majini kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu. Je, tunapoenda katika Ukristo au tunapoenda katika Biblia, mafundisho haya yanafanana? Kuna ukweli wowote? Kwa nini tunataka tuzungumzie hapa? Kwa sababu Uislamu unajinasibisha kwamba ni mwendelezo wa imani ya Kiyahudi na Kikristo, kwamba huyu Allah anayezungumza katika Qur'an na ambaye Muhammad ndio nabii wake wa mwisho ni yule yule ambaye anazungumza, ambaye ndio analeta mapokeo, anateremsha vitabu mbalimbali katika Wayahudi na Wakristo. Kwa mfano, Allah anajinasibisha katika Qur'an kwamba ndio aliteremsha Torati, aliteremsha Zaburi, aliteremsha Injili na vitabu vingine kama hivyo, japo havitajwi. Sasa tunataka kuona, je, hii imani ya majini ni sawasawa na mafundisho yaliyoko katika Biblia? Ndio tunaenda kuangalia leo. Tunataka kujua hawa majini ni viumbe gani. Sasa kwa mujibu wa mafundisho ya Kikristo, viumbe vya kiroho vinaanguka katika makundi mawili. Tunapozungumzia habari ya mafundisho ya Kikristo, tunazungumza mafundisho yatokanao na Biblia katika Agano la Kale na Agano Jipya. Hivi viumbe vya kiroho vinaanguka katika makundi mawili tu, si makundi matatu kama Uislamu unavyofundisha. Kwa mfano, kuna malaika wa namna mbili, kwamba hawa wanaanguka katika kundi la malaika wema ambao hawa ni watakatifu. Malaika hawa ni watakatifu na wapo mbinguni katika uwepo wa Mungu. Tunasoma kwa mfano katika Waebrania, na kuangalia katika Waebrania sura ile ya kwanza mstari wa 14. Waebrania sura ya kwanza mstari wa 14 unasema hivi: Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu? Hawa ni malaika wema hawa ambao wamebaki watii toka walipoumbwa na Mungu. Lakini kuna viumbe vya namna ya pili vya kiroho ambao vinafahamika kama malaika waovu. Wana majina mengi ambao au kwa jina jingine hawa ni malaika waasi. Kimsingi malaika wote waliumbwa kwa pamoja, lakini ilitokea kuna wakati kwamba Ibilisi yeye alimuasi Mungu. Alikwenda kinyume na Mungu, akataka kujifananisha na Mungu na kujiweka sawa na Mungu. Ndipo Mungu akamlaani na kumtupa duniani, na huyu Ibilisi alipoanguka aliwashawishi wengine pia nao wakaasi, na wote wakaingia katika hukumu hiyo. Tunasoma hiyo kwa mfano katika waraka wa pili wa Petro, sura ile ya pili mstari wa 4. Waraka wa pili wa Petro sura ya pili mstari wa 4 unasema: Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali waliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu. Tunaweza kusoma pia katika Yuda mstari wa 16 sura ya kwanza. Kumbuka kwamba Yuda ina sura moja tu. Kwenye mstari wa 6 wa hii waraka wa Yuda unasema: Na malaika wasiolinda enzi zao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile. Naam, hii ndivyo namna ambavyo Biblia
inafundisha kwamba hawa viumbe vya kiroho vinauka katika makundi mawili tu, aidha malaika wema ambao ni watakatifu au malaika waovu ambao ni waasi. Sasa katika namna hiyo tunapokwenda katika Agano la Kale, kwa mfano katika lugha ya Kiebrania, hivi viumbe vya kiroho ambao vina viumbe vya waasi hivi ama malaika waovu wanazungumziwa katika lugha tofauti tofauti. Kwa mfano kuna neno katika Kiebrania inaitwa shedim. Ukienda kusoma Kumbukumbu la Torati sura 32 mstari wa 17 utawaona hawa wakizungumziwa, ambao kimsingi Agano la Kale katika Kumbukumbu la Torati wanazungumzwa kama ni mashetani au mapepo wabaya. Na neno jingine linalotumika kuwaelezea hawa viumbe viovu hivi vya kiroho, neno jingine katika Kiebrania katika Agano la Kale ni seirim, ambao inazungumziwa kwamba ni majini mfano wa mbuzi au shetani mbuzi huyu. Unaweza kusoma katika Walawi sura ya 17 mstari wa 7. Tukaangalie tuone inatuambia nini hii Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 7 unasema hivi: wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Hapa Mungu anachosema ni kwamba anatoa sheria kwamba mwanadamu haruhusiwi kuwafuata majini ili wafanye uasherati nao. Swala la uasherati linalozungumzwa hapa katika lugha ya kibiblia sio uasherati wa kingono. Nazungumza kwamba uasherati katika ibada za miungu ya uongo, ndio lugha ya Biblia inamaanisha. Kwa hapa mwandishi wa Mambo ya Walawi anachozungumzia ni kwamba Mungu anapiga marufuku mwanadamu kwenda kuwa na mahusiano na hawa majini, kwa sababu mwisho wa siku hawa majini watawapelekea katika kuingia katika ibada za kuabudu miungu ya uongo. Neno jingine ambalo linatumika katika Agano la Kale kuwafafanua hawa viumbe vichafu au tunasema pepo wachafu au hawa malaika waovu ni neno Lilith linatumika. Hili linamaanisha kwamba roho chafu ambazo zinazurura usiku. Zinasomeka hii katika Isaya, kwa mfano katika Isaya sura ya 34 mstari wa 14 utaiona huko. Neno jingine linatumika ni Obot. Obot ni katika lugha ya Kiingereza inafahamika kama ni wanaita familiar spirits. Haya ni mapepo ambayo yanachukua taswira ya mtu ambaye ni mfu, ambako unakuta mganga au mpiga ramli anapandisha shetani, anapandisha pepo na kujifanya kwamba huyu mtu amekufa. Kwa mfano mizimu, unakuta kwamba kuna makabila au watu ambao wanasema wanaongea na mzimu, labda mzimu wa baba yake, mzimu wa babu. Hawa ndio katika lugha ya kibiblia katika Agano la Kale wanafahamika kama Obot. Kimsingi hawa nao pia wanafahamika kama ni pepo wachafu au ni majini. Naisomeka hiyo kwa mfano katika Walawi, tunasoma katika Mambo ya Walawi sura ya 19 aya ile ya 31 inasema hivi: msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa najisi nao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mungu hapa anachomaanisha ni kwamba tusiwaendee hawa watu wenye pepo, kwa sababu unapomwendea mtu mwenye pepo, kwa mfano mganga anapopandisha pepo, mara nyingi anaita hawa Obot au hawa mapepo ambao wanajifanya kwamba ni mizimu ya watu waliokufa. Namna nyingine tunaweza kusoma kwa urefu zaidi ni kisa ambacho tunakiona cha yule mfalme Sauli katika Samueli wa kwanza sura 28, ambapo Sauli baada ya Samueli kufa anakwenda kwa mama mmoja ambaye alikuwa mtu wa mapepo. Huyu mama anapandisha pepo, anamuita Samueli wa uongo, anamuita nabii Samueli katika hali ya roho, lakini kimsingi yule alikuwa ni ibilisi ama shetani ama pepo au huyu jini ambaye alikuja akijifanya kwamba ni nabii Samueli. Kwa hiyo ni namna hizi kuu 4 ambazo tunapokwenda kusoma katika Agano la Kale tunakuta maandiko yanatuonyesha, na hakuna kwa namna yoyote hivi viumbe vinavyoelezewa katika Agano la Kale vinaonekana kama ni viumbe vyema hata kidogo. Biblia haimzungumzii shetani, ibilisi na malaika wake na mapepo katika hali njema kwa mwanadamu hata siku moja, na kila mara tunaona Mungu akimtahadharisha na kumuonya mwanadamu dhidi ya kutumia au kuwa na mahusiano na viumbe hivi. Tunafika katika Agano Jipya. Tukumbuka kwamba Agano Jipya linaandikwa katika lugha ya Kigiriki. Tunaona maneno makubwa mawili yanatumika kumaanisha hawa viumbe viovu au hawa pepo wachafu. Neno la kwanza inafahamika kama daimonion, yani ukimaanisha mashetani. Neno la pili ni pneuma akathaton, yani pepo wachafu. Sasa unaposoma Biblia ya Kiswahili kwa mfano,
maneno kadhaa yanatumika kuwaelezea hawa pepo wachafu. Kwa mfano, falme za giza, nguvu za giza, wenye mamlaka, wakuu wa giza, mapepo na mashetani au hata ibilisi. Kwa hiyo tunaposoma katika Biblia takatifu hukuti hata sehemu moja ambako unakuta kuna kiumbe cha kiroho ambao kinakaa katikati ya malaika wema au malaika wabaya ambao wanachukua taswira zinazofanana na namna gani Waislamu wanatuelezea kuhusu hawa majini. Hakuna kiumbe ambacho kina maisha inayofanana kati yake na wanadamu au kina mfanano wote kwa namna yote. Na Biblia na Mungu kupitia maandiko yake ameonya katu kabisa sisi wanadamu tusiwe na mahusiano na viumbe hivi kabisa. Sasa tunataka tuone hawa majini. Je, tunapokwenda kuangalia hizi imani zote mbili, tunapochunguza Uislamu na mambo yao ya majini, tunaona nini? Kwa mfano, katika Waislamu wanaamini kupitia maandiko yao kwamba haya majini yanaweza kuingia wanadamu. Na tunaweza kuona kwa mfano, na hili pia katika vitabu vya Agano Jipya tunaliona. Mfano, ukisoma katika Injili ya Marko sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka 20 unakuta kisa ambacho Bwana Yesu alikwenda katika sehemu moja inafanyika kama Gerasi, ambako alimkuta mtu mmoja ambaye alikuwa amepagawa na pepo akiishi kwenye makaburi. Hii tunaliona Bwana Yesu anamtoa mapepo maelfu na wale mapepo wanawaingia nguruwe, kisha wale nguruwe wanakimbia wanazama bahari na kufa. Jambo jingine ambalo tunaona Waislamu wanafundisha kuhusu haya majini ni kwamba yanaishi katika sehemu kame. Unapokwenda katika kisa cha mmoja wapo ya mtu alitolewa pepo katika Injili ya Mathayo sura ya 12 mstari wa 43 mpaka 44, unakutana na kisa ambacho kinafanana na hivyo. Kwa hiyo kimsingi tunachokiona ni kwamba namna majini wanaelezewa wanafanana kabisa namna gani katika Biblia wanaonekana. Tofauti tu ni kwamba hili swala la kwamba majini wanaweza kuwa ni wema, ati wanazaliana, ati wanaweza kuwa waamini, wanaweza kuwa na nia njema na wanadamu, hii ni hadaa ya shetani. Na jambo jingine tunaliona pia kwamba majini kwa mujibu wa Waislamu wanakuwa na nguvu za ajabu. Hili ni kweli kabisa. Kwa mfano, unaposoma katika Injili tunaona mara kadhaa Bwana Yesu akiwatoa watu mapepo, unakuta anamwangusha chini. Tunaona kwa mfano kama ule mgerasi tulomsoma katika sura ya sura ya 5 ya Injili ya Marko kuanzia mstari wa kwanza mpaka 20, tunaona wanasema kwamba hata walikuwa wakimfunga pingu za chuma alikuwa anazikata. Kwa hiyo anakuwa na nguvu nyingi za ajabu. Lakini pia jambo ambalo tunaliona katika Uislamu ni kwamba tunaambiwa kwa kupitia maandiko ya Kiislamu. Mfano katika Qur'an tunaona majini wanasilimu, wanakuwa waamini, wanakuwa Waislamu. Tunaona pia wanakuja na inasemekana kwamba majini wanapenda Qur'ani. Ukishika Qur'ani ukianza kuisoma, majini wanasogea. Kadhalika inasemekana kwamba wanapenda kusikiliza Qur'ani, na majini pia wanaweza kutumika katika kutibu watu au kumpatia mtu utajiri, mali na mambo mengine kama hayo, au kuwasaidia katika vitu mbalimbali. Hii ni hadaa ambayo kwa kupitia Uislamu tunamwona shetani akijigeuza na kujifanya kiumbe chenye kumtakia mwanadamu mema. Tukienda kusoma katika Biblia tunakuta Biblia inatuambia kwamba shetani na malaika zake tokea mwanzo hawa ni viumbe waovu, ni waongo na ni wadanganyifu na ni wenye kupenda hadaa. Kwa mfano naenda kusoma katika waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto, anawaelezea hivi. Wakorinto wa pili sura ile ya 11 mstari wa 14 mpaka wa 15. Anasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kwamba tunachokiona huyu adui mwovu shetani anaweza kujigeuza na kujifananisha na malaika wema. Huu uwezo anao. Ndivyo Paulo anapoandika kuhusu ibilisi huyu na hawa viumbe vyake waovu wenzake. Anavyosema, anaendelea katika mstari wa 15. Anasema, basi si neno kubwa watumishi wake nao wakajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Kwamba huyu ibilisi au shetani anaweza kujigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Hata wale watumishi wake ambao ndio hawa mapepo, ambao ndio majini, nao pia wana uwezo huo na kujifanya kwamba ni watumishi wa haki, lakini mwisho wao watafanya kazi sawasawa na zao. Kwamba mwisho wao, kusudio lao ni kuhakikisha mwanadamu anaanguka dhambini na mwisho anapotea, anaingia katika hukumu ya Jehanamu.
ndio kusudio lao hawa. Kwa hiyo tunachojiona hapa ni kwamba unaposoma katika mafundisho ya Kiislamu unagundua kwamba namna Waislamu wanamzungumzia jini ni udanganyifu wa shetani. Hakuna kiumbe cha giza chochote ambacho kinakuwa na nia njema na mwanadamu. Haijawahi kutokea na haitakai tokee. Jambo jingine la kulizingatia ni kwamba Mungu aliwakataza wanadamu, hili nimeshalisema, kuwasiliana na wafu au watu wenye kuagua kwa kupitia pepo. Tunaenda kusoma kwa mfano katika Mambo ya Walawi, kama nilivyosema pale mwanzoni, Mambo ya Walawi sura 19 aya ya 31 inasema hivi. Mungu hapa anazungumza na wana wa Israeli akiwaambia, msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Mungu Bwana wenu. Tukienda kuangalia pia katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 18 mstari wa 10 mpaka wa 12 tunakutana na kitu kinataka kufanana na hicho. Sura ile ya 18 Kumbukumbu la Torati mstari wa 10 mpaka wa 12 anasema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupitia mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana, kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Hii ni mojawapo ya mazuio ambayo tunamuona Mungu katika Biblia akizungumzia haya mambo, kwa sababu ukimwambia Muislamu anakuambia haya, kama kuna watu ambao wanaweza wakapandisha pepo au wakapandisha jini, likaja jini jema ukazungumza naye ukalituma likakusaidia hiki na kile, Mungu amepiga marufuku, kwa sababu anajua hawa viumbe vya kiroho wa nguvu za giza ni wadanganyifu na ni waongo. Na kuna mahala Bwana Yesu anaelezea wazi kabisa kwamba huyu Ibilisi toka mwanzo yeye ni muongo, na anaposema uongo husema yaliyo ya kwake na hana nia njema kwa mwanadamu. Tunaona kabisa Bwana Yesu akimzungumzia Ibilisi pamoja na malaika wake. Kadhalika tukisoma katika Biblia na katika mafundisho ya Kikristo tunaona kwamba malaika waasi ama pepo au mashetani au majini hawana wokovu. Kwao hawa walishalaaniwa na Mungu na hakuna wokovu wowote, tofauti na mafundisho ya Kiislamu yanavyotuambia. Na hawa baada ya laana hiyo wanachosubiri sasa ni ile hukumu ya mwisho kutoka katika ziwa la moto. Wanasubiri wao hukumu ya mwisho, na tunaenda kusoma kwa mfano katika Injili ya Mathayo. Tukienda katika Injili ile ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 41 inatuambia hivi kwamba, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwamba wanadamu nao siku ya mwisho ambao watakuwa ni waasi, nao pia wataingizwa katika hukumu ile ile ambayo Ibilisi amewekewa pamoja na malaika zake. Mwandishi wa Injili hapa anazungumzia habari ya malaika zake, na anazungumzia wale malaika waovu ambao Ibilisi alifanikiwa kuwashawishi na kuasi pamoja naye, wakiwemo hawa majini. Kadhalika tunaona kwamba kupitia mafundisho ya Qur'ani tunaona uongo mkubwa na ulaghai wa Ibilisi kupitia Qur'ani. Kwa mfano tunafundishwa katika Uislamu kwamba ati majini wanaweza kuwa wema. Hili ni jambo ambalo ni uzushi mtupu. Tunaona pia wanasema kwamba majini wanasali, wanatubu na kuamini na kuwa uongofu. Hii ni kama nilivyosema pale mwanzoni, Biblia imetuwekea wazi viumbe vya nguvu za giza havina nia njema kwa namna yoyote ile kwa mwanadamu. Tukasome katika Injili ya Luka sura ile ya 4, Luka sura ya 4 mstari wa 5 mpaka wa 8 tunakuta maneno yafuatayo. Luka sura ile ya 4 mstari wa 5 hadi wa 8 unasema, akampandisha juu. Hapa ni pale ambako Bwana Yesu baada ya kufunga siku 40 Ibilisi alimfuata Bwana Yesu na kwenda kumjaribu mara 3. Hii ni mojawapo ya kati ya ile mara 3. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Yesu akamjibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Maana yake nini hapa? Tunachokiona ni kwamba
huyu ibilisi kama tunavyoona katika mafundisho ya Kiislamu kwamba ati majini yanaweza ukayatumia yakakupa mali, yakakupa utajiri, yakakusaidia hiki na kile. Yote haya shetani anayafanya kwa sababu mwisho wa siku anachokitaka kwako wewe ni kuipata roho yako ili nawe uingie katika hukumu ile ya milele ambayo yeye mwenyewe huyu ibilisi na malaika zake wakiwemo majini wanaisubiri, inawasubiri siku hiyo, na siku hiyo hakika itafika. Tukasome kwa mfano katika Injili ya Mathayo sura ya 16 tuone hatima hii iko wapi. Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 26 inasema hivi. Mathayo 16:26 inasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Bwana Yesu alikuwa anazungumza na watu kwamba mwisho wa siku unaweza ukapata dunia nzima, lakini mwisho wa siku hasara kubwa kuliko yote ni kuipoteza nafsi yako na kuingia katika ile hukumu ya milele. Na ndicho huyu ibilisi kwa kupitia Qur'an na fundisho la Kiislamu anachokifanya. Anataka kuonyesha wewe Muislamu kwamba ana nia njema na wewe. Anaweza akakufanya ukafanikiwa, anaweza kufanya ukawa tajiri, anaweza akajifanya kwamba anatibu magonjwa na mambo mengine kama hayo, anaweza akakupa maarifa fulani fulani, lakini mwisho wa siku anachokitaka ni nafsi yako iingie katika hukumu ambao yeye mwenyewe tayari yumo, hana wokovu huyu. Kwa hiyo ndugu yangu, Bwana Yesu anatotuonya hapa ni kwamba itatufaidisha nini sisi tukapata ulimwengu wote lakini tukaipoteza nafsi yetu, tukala hasara nafsi yetu. Maneno kama hayo pia unayaona katika Injili ya Marko sura ya 8 mstari wa 36. Na unaenda kusoma kitu kama hicho. Maana yangu nini hapa? Ninachojaribu kukwambia ndugu yangu Muislamu, Uislamu umejaa mafundisho mapotofu ya adui mwovu shetani. Hii hadithi au maelezo kwamba kuna majini wema, huu ni uhadamu kubwa wa shetani kupitia Uislamu. Hakuna kitu kama hicho, kwa sababu Qur'ani hii inasadikisha vitabu vilivyopita. Tunaporudi katika vitabu vilivyopita, kama nilivyokusomea vitabu kadhaa, kwa mfano kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mambo ya Walawi, ambao hii ni sehemu ya Torati, ni wazi kabisa hawa ni viumbe waovu. Kadhalika unapokuja katika Agano Jipya, katika Injili tumeona hakuna sehemu hata moja katika Biblia ambayo hawa majini, hivi viumbe vya giza, ati vinaweza kuwa vyema, ati vinapata uongofu, ati vinaweza kukusaidia wewe. Lakini mwisho wa siku ukweli wa maandiko ni kwamba huu ni uongo wa shetani na nia yake ni kupoteza wewe ndugu yangu Muislamu. Fungua macho yako leo, ufunguke, uelewe ukweli wa maandiko ulivyo. Hakuna wokovu kwenye Uislamu kwa sababu shetani ameitengeneza imani ya Kiislamu ili wewe ukose wokovu. Na hili ndio jambo moja la kulizingatia ndugu yangu. Wokovu uko kwa mmoja tu, Bwana wetu Yesu Kristo. Anatuambia katika Yohana sura 14 mstari wa 6 kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Tafakari, fungua Injili hizi, unaweza ukazidownload, ujisomee, uone ukweli wa maandiko. Fungua vitabu mbalimbali, kwa mfano katika vitabu vya Agano la Kale, uone maandiko yanamzungumzia vipi ibilisi na malaika zake wa nguvu za giza na makusudio yao kwa wanadamu yako vipi. Linganisha na namna gani shetani anakuhadaa kupitia mafundisho ya Kiislamu. Kwa mfano, angalia hadithi ya kwanza, hadithi namba 3 ya Sahih Bukhari, ambao tunaona kisa cha kwanza kabisa Muhammad anapokutana na kile kiumbe pale pangoni la Hira. Ni wazi kabisa Muhammad, kile kiumbe alichokutana nacho pale hakuwa malaika mwema hata kidogo, bali ilikuwa tu ni shetani, ibilisi kutoka kwenye nguvu za giza, kwa sababu mambo yote aliyofanya pale malaika kutoka kwa Mungu asingeweza kuyafanya. Nikutie moyo, bado una nafasi unayo, wokovu kwa Yesu Kristo. Mungu akusaidie sana.